Karibu tena mpenzi subscriber kwa hii channel uipendato, Jeshi la Mtu Mmoja. Kama vile nilivyoambia, Marekani ukimwona anaingilia nchi fulani ati anataka kusaidia, hakuna kusaidia. Hakuna kusaidia kabisa. Ana maslahi, ana lengo lake. Mumeona ameingia Venezuela kwa kisingizio eti yeye anasema kwamba anadai kwamba Venezuela ni nchi ambayo kwamba inasambaza mihadharati na madawa za kulevya Marekani. Sasa aliamuru meli na wanajeshi ziende na ianze operesheni ya kuzuia na kutokomeza kabisa madawa ya kulevya, na vile vile kumuondoa madarakani Nicolas Maduro, na akaweka kitita cha shilingi milioni 50 kwa ile ambayo kwamba imesema itawezesha kumkamata ama kumtia mbaroni Maduro. Basi tumeona yale yaliyotokea. Maduro ameshikwa, ametekwa nyara na ameshikwa, pelekwa Marekani. Yeye na mke wake wanataka kufunguliwa. Nafikiri leo siku ya Jumatatu watafunguliwa mashtaka kule Marekani. Katika taarifa yake, Donald Trump amesema kwamba Marekani itaiongoza nchi ya Venezuela, itaiongoza nchi ya Venezuela kwa muda. Na vile vile amesema Marekani itaithibiti na kuichukua mali kama petroli na kuyauza ili inufaishe wana Venezuela, na vile vile kuyalipia hasara Marekani ilipata, makampuni za Marekani ilipata kule Venezuela. Kwa hivyo yangu nasema lengo la Marekani kuingia Venezuela ni mafuta, kwa sababu ni mafuta na gesi, kwa sababu Venezuela ndio inaongoza duniani nzima kwa gesi na mafuta ya petroli. Na kisiwa Venezuela inahifadhi kwa ardhi yake 300,000 barrels za gas na petroli. Na kisiwa zote, idadi ya hizo gesi na petroli ni trilioni 17 dola za Marekani. Hiyo ni kubwa sana, hiyo ni nyingi sana. Kwa hivyo Venezuela ina hiyo mali ni nyingi kabisa, trilioni dola 17. Kwa hiyo tayari wameshaithibiti, kama vile ulisema. Hazungumzi sasa masuala ya mihadharati, masuala ya nini, lakini yule aliyetungolewa Maduro kwa hiyo nchi anaanza kufunguliwa mashtaka ya mihadharati. Huku mnawashtaki kwa masuala ya mihadharati na madawa kulevya, na kule nyinyi mnapora mali. Mmethibiti nchi na mnapora mali. Wacha tuone hawa ndugu zetu wa Caribbean na Latino watafanya nini. Manake pia si mchezo, wale si mchezo. Unaweza fikiri tayari wamebanwa, lakini kisha baadaye wakaibuka. So Marekani kusema kwamba wanataka kuiongoza hiyo nchi, inamaanisha kwamba wataweka wanajeshi wao, maaskari wao na kila kitu. Na sasa itakuwa kama Vietnam au vile Somalia na nchi zingine. Kwa hivyo wamekaa wanasubiri tu. Kwa hivi sasa makamu wa rais wa nchi ya Venezuela ameapishwa kuwa kiongozi wa muda wa nchi. Nchi nyingi duniani zimekemea mekashifu Marekani kwa kituo kama hicho. Wacha tuone itakuwaje.
wewe wasemaje? Subscribe na ubwage maoni yako. Mimi The One Man Army TV. Asante.